Ameyasema hayo baada ya masifu ya jioni baada ya adhimisho la misa takatifu na kilele cha juma la sherehe za vijana ulimwenguni lililofanyika kijimbo parokia ya Mashahidi wa Uganda Bukori. Mwaka huu wa 2025 katika safari yetu ya jubilei kuu ya uinjilishaji, jimbo letu la Geita linakutana na vijana katika parokia hii ya Mashahidi wa Uganda hapa katika eneo la Bukori. Vijana wetu kutoka parokia zetu zote 36 wanakusanyika hapa. Baadhi wamefika kuanzia siku ya jana ambayo siku ya Ijumaa, lakini leo wengi sasa wameanza safari yao hiyo ya hija wakitoka maeneo mbalimbali kukusanyika hapa katika moyo huo wa jubilei kuu ya 2025. Hivi punde tumemaliza maadhimisho ya kuabudu Ekaristi takatifu pamoja na vijana wote, tukijiangalia na kujitafakari mbele ya Yesu wa Ekaristi, ambaye Yesu ni rafiki wa vijana. Vijana tunaonja wako tayari kutumwa na kutumika. Kwa hiyo dira yetu na uwepo wetu hapa ni kuwakumbusha vijana hao. Askofu Kasara amesema kongamano hilo litaamsha moyo wa sala na kuomba pamoja na kusaidiana kwa vijana. Kumbe ni dira yetu kuamsha moyo huo ndani ya vijana, lakini vile vile wawe waombaji. Anamwambia Yesu, nikumbuke unapokuwa katika ufalme wako. Na Yesu anamwambia wala haiko mbali, leo hii utakuwa pamoja nami. Kumbe ni ujumbe wetu kwa vijana, wasiogope. Hata kama wanasikia wako katika msalaba, wanateswa, wanakosa haki zao, wanatamani mambo fulani ambayo yafanyike kwa ajili yao. Huyu mwombaji wa kwanza alitamani, Yesu jiokoe nafsi yako na sisi. Ni tamaa, lakini anatumia pengine lugha ambayo si nzuri. Na huyu wa pili kwanza anamsaidia mwenzake. Kumbe vijana tunawaweka pamoja, wajenge moyo huo wa kusaidiana katika mema, wasaidiane lakini vile vile hata katika nyakati ngumu, nyakati za mahangaiko. Na tena wakumbuke Yesu yuko karibu nao. Kwa upande wao, baadhi ya vijana walioshiriki kongamano hilo wameshukuru uwepo wa tukio hilo na kuahidi kuyatendea kazi yote waliojifunza kwa sifa na utukufu wa Mungu. Natokea parokia ya Mtakatifu Mikaeli Malaika Mkuu Kasamwa. Tuko hapa kwa ajili ya kushiriki siku ya vijana duniani. Tunamwasha baba askofu, pia tuna mlezi wetu Padre Silas Haki ambaye ni mlezi wa jimbo Katoliki la Geita. Natokea parokia Mtakatifu Petro Mtume Nyarugusu. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo ambayo tumekusanyikana hapa vijana wote jimbo letu la Geita, ambapo tuna wajibu wa kuongea na baba yetu Mwashamu Flaviani Matindi Kasara kama siku yetu ya vijana, yaani tubebe ushindi wa Yesu Kristo mfalme, jinsi alivyokuwa mshindi katika mambo yake yote. Lakini pia ni mwenyekiti wa Viwawa parokia Bikira Maria Malkia wa Amani Katedrali. Neno moja ambalo kwetu sisi kama vijana, lakini pia na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sisi kama vijana wa jimbo Katoliki la Geita kwa siku muhimu kabisa ambayo sisi kama vijana tunajivunia, siku ya vijana ulimwenguni. Tunakaa na tunakutana na kwa nafasi ya pekee kabisa Mwashamu baba askofu wetu Flaviani Matindi Kasara akakubali kabisa sisi kama vijana wa jimbo Katoliki la Geita kukaa nasi, kuzungumza nasi, kutueleza yale alionayo kuhusiana na sisi vijana. Nasi sisi kama vijana tukakubali. Kongamano hili la siku moja limekusanya vijana zaidi ya 500 ndani ya jimbo la Geita. Nikiripoti habari za kanisa kutoka parokia ya Mashahidi wa Uganda Bukori, jimbo Katoliki la Geita.